Iran wakasema okay, mshirika mkubwa mwenye nguvu huku ni nani? Wakajua ni Mwisraeli. Tufanyaje sasa? Sisi tutaziba hapa Hamas, alafu kule Israeli ni kupiga tu, ni kupiga serious. Na hiyo gesi na mafuta kutoka Gulf, hizi nchi za Qatar, Kuwait, Jordan, Bahrain, Saudi Arabia, tupige direct, tufanye uharibifu. Tukipiga hapa, Marekani ananyosha mkono. Kumbuka mwanzoni mwa vita vinaanza tarehe 26, kabla ya mavamizi ya tarehe 28, Marekani aliweka bajeti ya bilioni 500 kuisambaratisha Iran ndani ya siku 5, kila siku moja bilioni 100. Ndio ilikuwa plani ya White House na Pentagon. Ribak ya Iran imeingiza hasara Marekani. Leo hii Pentagon wanaombewa waongeze. Kwanza walidai trilioni 1, Congress ikakataa, ikasaini 500. Saizi wanaomba zingine 200 ziwe 700, watafika kwenye trilioni 1. Irani sasa walichofanya sasa, baada ya kushambuliwa, wakajibu mapigo, wakapiga kwanza balozi zote za Marekani ambazo zina wanajeshi 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Wakazipiga, alafu wakafunga sasa 20% ya gasi na mafuta duniani, mfereji wa hiyo Strait of Hormuz, mfereji wa Hormuz. Kufunga siku ya kwanza, dunia ikaingia kwenye mtikisiko uchumi. Mpaka sasa hii tunaongea, Qatar ambao ndio mzalishaji mkubwa wa gesi na mafuta duniani, kampuni yao hiyo ya Qatar Energy Liquid Field Natural Gas, project kubwa ambao wao walikuwa wanaitegemea, waliwekeza zaidi ya bilioni 20 ya dola, imeharibiwa 17%. CEO, mkurugenzi wa kampuni hiyo, Saad Al-Kaabi, anasema hivi: uharibifu uliofanywa na Iran unaweza ukachukua muda wa miaka zaidi ya 5 kurekebisha na kurudi kwenye the normal nature, kwenye hali yao ya kawaida. Itawachukua zaidi ya miaka 5. Imepunguza ufanisi wa ufanyaji wa kazi zaidi ya 40%. Wamesimamisha kutransport gas na mafuta 60%. Meli ambazo ziko kwenye mfereji wa Hormuz zinazidi zaidi ya meli 500. Na Iran katoa ripoti kwamba zile meli sisi tunazilinda, lazima zilipwe. Lazima meli zitoe fedha ya kulinda. Nchi Ulaya, waathirika wa kwanza ambao wanategemea gas na mafuta kutoka huko, baada ya kumwekea sanction, vikwazo vingi, Mrashi anakakata gas 2022 akaanza kumuuzia Muhindi, wao wanateseka sana. Wanateseka sana. Vikao vinafanyika kila siku kuhakikisha kwamba Muirani anatulia, sio kumvamia. Sio, sikiliza, Ulaya iko bize kukaa kwenye vikao kumbembeleza Muirani aweze ceasefire, kwa sababu maisha imepanda zaidi. Jana nilikwambia Uingereza mafuta imepanda 140%. Haijawahi kutokea. Hapa Iran ameshika roho ya uchumi wa dunia.
Iran ndio yuko na nguvu ya uchumi saizi duniani. Iran akiamua aanzishe mtikisiko wa uchumi duniani, Iran anao. Jipya limetokea. The Strait of Hormuz, ule mfereji wa Hormuz ndio unapitisha asilimia kubwa ya internet cable ya Afrika na Asia. Afrika na Asia, internet cable, hizo cable za fiber za internet za connect Africa Asia zinapita kwenye mfereji wa Hormuz. Tamko kutoka Iran ikiendelea, wanakata internet, wanakata internet. Tutarudi kitambo, tutarudi enzi za kitambo. Uzalishaji wa mafuta na gas Saudi Arabia off today. Hawazalishi kitu saizi Saudi Arabia off today. Kuwait off today. Bahrain shut down. Uzalishaji zero gas na oil zero saizi. Uzalishaji gasi zero, mafuta zero. United Arab Emirates uzalishaji 70%, almost to be shut down. 70% umeshuka uzalishaji wa gasi na mafuta Arab Emirates. Sasa utaona jinsi gani mafuta na gasi ndio tegemezi la uchumi duniani. Iran ameshika roho ya uchumi duniani. Vita hivi vikiendelea, tombe Mungu viishe. Ndio maana unaona Marekani amekuwa mpole. Achana na hizi ngenge, maneno ya mtaani, achana na hizo social media. Achana na maneno ya mtu kuongea, nenda kwenye reality. Huyo Joe Kante, mkurugenzi wa kitengo cha ujasusi cha Marekani, amelizaini jana. FBI wako naye. Kwa nini ujiuzuru katikati ya vita? Inaonekana wewe una link the security information za Marekani kwa maadui, ama wewe ni sleepers cell. Sleepers cell ni watu ambao wamepandikizwa, wanafanya kazi Marekani lakini wanawafanyia kazi Iran. Ndio maana Iran walisema tunaenda kuset on our sleepers cells, watu wetu undercover. Ama na wewe ni mmoja wao. Akasema mimi nilimwambia Trump achane na hii vita, tutuingize sisi hasara, hatuna faida nayo, hii vita ni ya Israeli. Ndio maana unaona Trump anamlaumu mshirika wake Israeli kushambulia vyanzo vya mafuta vya Iran huko South Pass gas field bila kumtaarifu. Does it make sense? Inaingia kilini? Israeli inasema wao wameshambulia kwa sababu ya kuona Iran inashambulia sana. Tel Aviv saizi, Tel Aviv, achana na ripoti ya watu 14, 17 ndio wamekufa. Achana hizo story. Tel Aviv ukiona na picha ya Gaza, no difference. No difference. Umesikia Marekani imekwambia mapokezi ya